Kwenye Efeso 5:15 anasema kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Yaani angalieni sana jinsi mnavyoenda, si kama watu wasio na hekima, bali ni kwamba ni watu wenye hekima. Ile hekima ya kimungu ndani yako iwepo, hata unaoishi nao mataifa, hata unaishi nao wapangaji wenzetu. Maana hata wapangaji tunaoishi nao, labda yamkini wao hawajakwambia tu, lakini anaulizana akasema kwamba na huyu naye ameokoka. Kwa sababu hata maneno mura huko ndani, yaani huko ndani maneno unayoongea na watoto, kama unawatukana watoto, kama wewe na baba kila siku ni ugomvi, yaani wewe kwako huko ndani ni magomvi. Kwa hiyo hawaoni ushuhuda wowote ndani yako. Kwa hiyo hata ukitoka ndani huwezi kusubutu na kubeba Biblia kwa wazi, kwa sababu hawezi kukuamini kwamba hata umeokoka. Kwanza watakushangaa na kuulizana kwamba na huyu naye ameokoka, na huyu naye ni mlokole. Sasa kwa nini tusiwe na kati kumtii Mungu au kutii neno la Mungu sio gharama? Maana ingekuwa ni gharama basi ungesema ni nzito. Sio gharama kanisa, sio gharama mtu wa Mungu. Yaani kumtii Mungu, kuachana na mambo ya ulimwengu, kuachana na mambo ya uzushi na umbea. Maana ukiendelea kwenye ile neno anasema kwamba tena wenye kiburi, sio yaani sio wenye tamaa za macho, wenye tamaa za mwili. Sio gharama. Wewe tujitiishe kwa Mungu, maana Mungu anaweza. Hakuna Mungu linalomshinda. Jitiishe kwa Mungu, Mungu atakusaidia. Na kama huwezi mwambie Mungu akusaidie, mbona anaweza? Kwa nini ufike mahali ukubali kulemewa na vitu? Kwa nini ufike mahali ushindwe hata kusamehe ndugu yako? Kwa nini ufike mahali wewe ni wa vita tu? Na kwenye Timotheo amesema kwamba aimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi. Wewe ni mgomvi, kwenye mtaa wako ulipo ni mgomvi. Hata ukiingia kanisani na kuunganisha watu ni mgomvi. Kwa nini ukubali kuwa daraja la shetani? Kwa nini ukubali kutumiwa na adui? Hebu sema kwamba wewe ni hekalu la Mungu, na kwa sababu Roho Mungu anakaa ndani mwako, na mtu akijaribu ile hekalu, Mungu atamharibu yule mtu. Ona kwamba ni wewe utakayeharibiwa. Jitathmini maisha yako binafsi. Yaani usiangalie madhabahu wala usiangalie wazee wa kanisa na viongozi wake wote. Jiangalie wewe mwenyewe kwamba mimi binafsi, kama vile ambavyo wanavyowapishoka kule, kwenye madaraka. Basi na wewe sema jiapishe na wewe kwa Yesu kwamba Mungu mimi nimeokoka kweli. Lakini haya maisha yangu je? Ni kioo kwa jamii? Haya maisha yangu je? Ni kioo hata kwa kanisa la Mungu? Haya maisha yangu je? Hata kwa mataifa wanaonitazama je, nikoje? Yaani wewe jitathmini mwenyewe. Usikubali kila mtu, yaani usikubali hata mtu mwingine akukosoe. Jitathmini mwenyewe. Jitathmini maisha yako. Uyaweke hapo kwenye meza, useme kwamba leo ilikuwa hivi, leo ilikuwa hivi. Jitathmini maisha yako ya kiroho. Tunajisahau sana, tukatathmini vitu vya labda tunaweka ratiba na bajeti ya maisha. Kuanzia asubuhi mpaka jioni umekuta shingapi, umehesabu shingapi, lakini tumesahau kutathmini maisha yetu ya kiroho. Kwamba kuanzia asubuhi mpaka imefika saa hizi ni jambo gani nilolikosea kwa Mungu? Ni jambo gani nilolipunguza kwa Mungu nikapate kuliongeza? Tathmini maisha yako. Mwenyewe tathmini kama unavyotathmini maisha ya mwili, tathmini na maisha ya rohoni. Tathmini yule mtu wa ndani. Kipengele kingine unaandika kwamba tusijisahau tukajiachia. Yaani wewe usijisahau ukajiachia kwa hao watu ambao hawajamwamini Mungu. Maana ukijiachilia kwao, yaani ishi nao kwa akili. Lakini ukijiachilia kwao mpaka siri zako za ndani za ndoa tayari mataifa yanajua. Mpaka siri za kanisa huko mambo yanaongeleka kanisani, ukienda huko mtaani, yamkini unaweza kukuta yamejaa kila kona kwamba nje kanisa mmefanya hichi na hichi na hichi. Sasa nimetoka wapi hilo jamani, na huko ndani tulioko tunaokoka? Hao mataifa wamepata wapi habari za huko ndani? Siri zetu na silaha zetu ndani wamezipataje? Wamezipataje huko nje? Wewe mwenyewe unafungua mlango wa adui kukupiga, kwa sababu kinachozungumzwa mahali hapa tayari umeshakisambaza huko kwa watu wasioamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu una ukaribu nao, hauna mipaka nao. Kila jambo unawaeleza, si kila jambo utakueleza mtu kanisa. Kuna jambo lingine labda mueleze mchungaji tu, au kama pia sio, kama hujasikia kumueleza, hebu mueleze Mungu. Sio kila jambo tu unapayuka kwa kila mtu. Kama unafikiri ni wote wanapenda ulivi, lazima sio kila jambo unaeleza kila mahali. Sio jambo kila jambo unaeleza kwa watu. Unapoeleza unafungua milango ya maadui kwenye maisha yako. Lakini pia kipengele cha 3, shikamana na marafiki wanayejua kweli, ambao kuna faida ya kiroho utapata ndani yao. Shikamana na marafiki wanayejua kweli ya Mungu, ambao ndani yao kuna faida utapata. Hasa ukishikamana na watu wasioamini, kuna faida gani unapata pale? Kinyume chake ni umbea na uzushi, haraka na kila hali inakuwa ndani wao. Sasa shikamana na watu, kuwa na marafiki wa kanisa. Unaweza kuwa na marafiki 20 watu wa dunia, watakushauri nini? Kwanza wanakulemea. Unajua kabisa kwamba nguvu yako, yaani ngoja nikupe siri hii. Wewe umeokoka, una marafiki wasioamini. Yaani nguvu yako ya kiungu ndani isipokuwa juu ya yule rafiki.
lazima nguvu yake itakuwa juu yako, na lazima atakuataki, lazima atakulemea, na kisha kulemea lazima tu utazofika. Kwa hiyo shikamana na marafiki ambao unajua kuna neno la faida unalipata kwao la kiroho. Sio kila rafiki tu, sio kila marafiki unashikamana nao. Marafiki wa ulimwengu huu, watu wenye viswahili vya ajabu, ni kukaa kwenye mizaa. Na Zaburi amesema heri mtu aliyeseka katika baraza la wenye mizaa. Sasa ule rafiki lazima atakuweka kwenye mizaa. Lazima atakuweka. Lazima vitu utavinyonya kwake. Ina maana utanyonya vitu vyema endapo una marafiki wema na wenye kuishi maisha mema. Lakini kama una marafiki wa ulimwengu huu, jua kabisa kwamba kuna vitu utavinyonya ambapo haijalisha kwamba unaingia katika nyumba ya Mungu, lakini kuna vitu wewe vitapungua ndani yako. Kuna vitu lazima vitapungua. Utake usitaki, kuna vitu vitapungua. Marafiki leo jikusanyia wote, hata Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, ndio uangamivu wako mwenyewe. Lazima uwe na marafiki ambao kuna jambo lolote la faida unalipata ndani yao. Jitahidi kuwa na marafiki ambao kuna faida unapata ndani yao. Lakini pia kipengele kingine, epukana na maneno yasiyo na maana. Ile Timotheo wa pili mlango wa 2:14 na 15. Epukana na maneno yasiyo na maana. Alisema maka Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 14. Usiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali anasema uwakumbushe, ili watu wasiwe na mashindano ya maneno ambayo pia hayana faida, bali itawaharibu, italiharibu kundi. Maneno yasiyo na faida. Epukana na maneno yasiyokuwa na maana ndani yako. Maneno yasiyo na maana, neno ambalo kama una uhakika nalo usiliseme. Utajikuta unajipalia ukoma wana amani kwa kuzungumza maneno tu ambayo huna uhakika nayo. Labda umesikia, labda umeambiwa. Usikubali. Moyo wako sio kichaka cha kupokea maneno na kutangaza. Na wala wewe sio shirika la habari. Wewe taka mambo ya Mungu yaingie ndani yako, mambo mengine achana nayo. Wanaosema waseme, wewe simama na Yesu wako. Simama na utumishi wako. Achana na mambo ya pembeni, kwa sababu yatakuharibu. Yatakufyonza. Na maneno yasiokuwa na neema ya Mungu. Yaani wewe kwanza taka moyoni mwako yawepo yale maneno yenye neema ya Mungu. Ambapo kila neno ukitamka, na mwingine unaweza kukuta mtu amekata tamaa, umetamka neno tu, mtu amepata nguvu nyingine, ameendelea mbele. Umekuta mtu amezofika kiimani, umetamka neno jema, mtu amepata hatua nyingine. Sio mtu labda amegafilika, umeenda umemtamkia neno la ajabu, umemmaliza kabisa, umemzamisha kabisa ndani. Hapana. Maneno yetu yawe na neema. Yawe na neema ya Mungu ndani. Kwamba tunavyotamka yakajenge watu. Na sio kuwazofisha, na sio kuwakera, na sio kuwakwaza. Tuseme maneno yenye neema yanayosababisha wale wanaosikia wanaendelea kutamani kuyasikia. Maneno yenye neema ya Mungu ndani. Lakini pia utaandika ile Mithali 11:9 tutaenda kujisomea tu kwa wakati wako. Lakini pia andika kipengele kama utembee katika njia ya kweli. Lazima utembee katika njia ya kweli. Lazima kanisa utembee katika njia ya kweli. Yaani wewe kama ni kweli iwe kweli, kama sio sio. Usiwe na mambo ya kupinga pinga, yaani usiwe na kona kona. Wewe nyoosha mambo. Kama ni hivi sema hivi. Na kama ni hivi sema hivi. Na kama sio sema sio. Uwe mkweli ndani yako. Maana anasema kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Unajua kweli inamweka mtu huru. Utakapokuwa na kweli moyoni mwako itakuweka huru. Utafunguliwa katika vifungo hata vya uongo. Maana mtu yuko tayari hata kusema uongo, lakini asikii hofu ndani. Asikii Roho Mtakatifu akigonga. Ikishafikia hiyo itakuwa ni mbaya sana. Kama utasema neno la ajabu la uongo ambalo si sahihi, lakini bado usikii huko ndani kuhukumiwa, itakuwa ni hatari ya kiroho. Itakuwa ni hatari ya maisha ya kiroho. Watu kusema uongo hata kwenye hizi simu. Na kinachoharibu kanisa la Mungu kwa nyakati tulizonazo, huu mtandao. Yaani kama ukiokoka kwenye simu, basi akatarajia kumuona Yesu.
Maana watu wengi ni waongo kwenye simu. Yaani simu itachangia kupeleka watu wengi jehanamu. Hujazini, hujaua, hujafanya nini, lakini simu itapeleka watu wengi jehanamu. Simu hizi ambazo zimebarikiwa na Mungu. Mtu unasema uongo mtakatifu kabisa. Yaani na unasema tena unakausha na macho kabisa. Sasa hiyo dhambi ya uongo kwenye simu iko siku gani utaitubu hiyo dhambi? Maana umeona kila kitu ni sawa. Mmewahi kusikia mtu ametubu kwa ajili ya dhambi ya uongo kwenye simu? Mmeshawahi kanisa? Mmeshawahi? Jamani, mbona mmeshawahi kusikia? Lakini watu hawasemi uongo kwenye simu. Sasa hiyo dhambi ya uongo kwenye simu unaitubia wapi? Maana mambo madogo madogo yanauharibu mzabibu. Sidhani kwamba ni yale makubwa tu. Hata hivi vidogo vinauharibu mzabibu. Usidhani kwamba Mungu anaanza na vidogo, na ndio maana hivyo vidogo tu umepewa vinakujaribu. Na maana vile vikubwa tayari basi shetani anaona tu kwamba huyu hapana, na muweza tu dakika. Kwa sababu simu ni yako kanisa. Simu umebarikiwa wewe, umenunua wewe kwa mikono yako, lakini unadiriki kusema uongo. Roho Mtakatifu ndani, yaani sijajua sasa hiyo anakuwa amenyamaza, sijajua anakuwa wapi. Unasema kabisa uongo. Unaomba uko sehemu gani, unasema niko hapa, lakini kumbe hauko hapa. Uko mbali sana, lakini umesema uongo. Lakini hiyo dhambi sijui ni lini utaitubu. Na hilo ni jaribu la wengi la kanisa la Mungu chini ya jua, ni jaribu la wengi. Na wakati natupasa hata mpaka simu zetu tuokoke. Sema kweli, kwani utapigwa? Hivyo vitu vidogo vidogo vinauharibu mzabibu. Unajifananisha na namna ya dunia hii. Sasa kuna faida gani basi ya kuja kwa Yesu? Kama vitu kama hivyo vinakujaribu. Lazima ujue lazima ujue uthamani wako wewe wa kuokolewa. Yaani kitu kinachopasa ujue, jua uthamani wako wa wewe kuokolewa. Ukishajua uthamani, basi utaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Maana Mungu ana makusudi kukuokoa. Hajakuokoa ili uje ufurahie ukalie viti labda. Hajakuokoa labda si watu waone kama kuna fulani anaingia kwenye magorofani, hapana. Mungu amekuokoa akijua kuna faida atapata. Mungu amekuokoa akijua kwamba kuna jambo atalipata kwako. Na hata wengine ambao neema yako imesababisha hata mpaka leo uko hai. Na mwingine adua kisha kufika siku nyingi. Lakini kumbe neema yako tu imekusababisha uko hai. Sasa kwa nini usiishi maisha ya kumpendeza Mungu? Kwa nini usiishi maisha ya kujithamini, ya kuthamini wokovu, ya kumuona Yesu aliyejitoa msalabani kwa ajili yetu? Kwa nini usiuthamini hata huyo Yesu ambaye aliyatoa maisha yake? Na wewe basi ujitahidi kujionyesha kama umekubalika. Maana hakuna tunaloliweza, lakini kwa roho tunawezeshwa, kwa Mungu tunawezeshwa. Hakuna anayeweza, lakini Mungu anatuwezesha. Sasa utakapoonyesha bidii yako kwa Mungu, Mungu naye lazima ataachilia msaada. Lakini kama Mungu ataleta msaada kwako, lakini wewe uko mbali na msaada, basi Mungu hawezi kusumbuka, wala hawezi kukuhangaika. Maana amesema anabisha hodi kwa kila mmoja. Mtu akifungua, yeye anaingia. Lakini kama hujafungua, basi Roho wa Mungu ni mnyenyekevu. Yeye ni mpole. Anapiga hodi kwa mtu. Wewe ukubali kufungua, usikubali. Watu wengi wanapenda njia pana, maana ndio ina mambo mengi ya kupendeza mazuri, lakini kupita njia nyembamba hawataki. Kwa maana wanafanya vitu visivyopasa kwa Mungu, kwa sababu wanatamani kupita njia pana. Jichonge binafsi. Sema neno la Mungu likuchonge. Roho Mtakatifu mruhusu aingie ndani yako, akuchonge kama grade. Akuchonge ili ukae sahihi kwa Mungu. Na Mungu achilie baraka zake kwako. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu sana. Ni kwamba anatuona jinsi tulivyo. Tujitahidi pale tulikopunguka, tukajitahidi. Tujitahidi kwa Mungu ili atuongeze. Mwambie Mungu akuongeze, akujaze upya tena. Maana Mungu anaweza. Utaandika ile Wakorintho wa kwanza 2:12, japo utaenda kusoma huko. Wewe andika tu Wakorintho wa kwanza 2:12. Kwa sababu watu wa Mungu kusema ile mhubiri anasema kwamba kila jambo ile siku litaletwa hukumuni. Yaani ile siku ya mwisho anasema kila jambo liwe baya liwe zuri, ile siku litaletwa. Kwa hivyo jitahidi maisha yako kujionyesha, usifanane na watu wa ulimwengu. Jitahidi usijifananishe na namna ya dunia wanavyoishi. Jitahidi kujiona kwamba umekubalika kwa Mungu. Ujitahidi kuyachonga maisha yako kwa neno la Mungu. Ujitahidi kusikia maneno ya Mungu, ujitahidi kutii amri za Mungu. Ujitahidi kumtii Kristo. Ule udhaifu na uchovu wa kiroho ambao unakugandamiza uondoke. Maana ni kwa Roho Mtakatifu tu utawezeshwa. Lakini utakapojiachia kuchoka, lazima adui naye atakugandamiza. Kugandamiza lazima ataotesha pande lolote kwako.
Utashangaa mlokole hapa, unashangaa hata nje unapigana kabisa ngumi.